Mimi nimezaliwa Kaenze na baba yangu alipokuja pale alioa Mwafrika. Mama yangu alikuwa Mwafrika na mtu wa baba yake alitokea sehemu za Miao. Kabila yake ilikuwa ni Miao. Baba yake mama yake alikuwa ni mtu wa Uganda. Naam. Mzee wako ni asili ya Yemen. Na tumezungumza kwamba Waarabu wengi walipenda kwenda Kaenze na kukaa kule kwa sababu ni sehemu ambayo ilikuwa tulivu sana. Sasa tunakuona wewe ni maarufu kwa majina, kipindi hiko ulijulikana kwa Mzee Kijani na kwa sasa ni maarufu kwa jina la Mzee Ali Fuse. Sasa labda utuambie hili jina, historia yake nalo pia. Hii Ali Fuse bwana nimelisishwa na mtoto mkubwa wangu wakati halikuwa jina langu kabisa mimi. Yeye alikuwa anapenda sana utani na jamaa wakafikia kuitana na Fuse na hivi. Basi alipokuwa amesafiri nikakuta nimebandikwa mimi na jina la utani ukiwa hulitaki ndipo linaota mizizi vizuri sana. Basi kwa sasa nikawa sina hila, ndio nikawa na kerofu yangu sasa hiyo. Kinitafuta Ali Saidi na nikazi. Ndio asili ya jina hilo. Likawa Ali Fuse. Ndio likanipa umaarufu lakini sikulipenda. Maana tunaambiwa tutafute majina mazuri. Lakini sasa hilo lilikuwa si jina zuri lakini ndio likamata sasa. Limekushika kwa sababu kulipenda umesema likakukaa. Na sasa imekuwa ni sehemu ya utambulisho wako bila shaka kwa sasa umelipenda kwa kuwa limeshakaa muda mrefu. Sina hila. Jazakallahu khairan. Tunaona Mwanza kuna kitu kilikuwa kinaitwa Shababu Dawa Al-Islamia. Lakini Mwanza tuna makaburi ya mlango mmoja ambayo yanaonesha kama ni icon ya umoja wa watu wa Mwanza, kuzungushia ukuta makaburi katika sehemu ya Tanzania. Sema Mwanza ni sehemu ya kipekee. Kwanza nikianza na suala zima la Shababu Dawa, ili anzaje, ni kina nani walikuwa waanzilishi? Shababu Dawa Islamia kwa wastani tulikuwa wengi. Sasa kuna wengine naona kama na wasahau majina. Unajua sasa na mimi ni uzee au ugonjwa. Unajua na uzee sasa saa nyingine kumbukumbu zinatoka na napata kigugumizi, lakini najitahidi kusema hivyo. Tengeneza hiyo Shababu, mwenyekiti alikuwa ni Hussein Gulamali. Mimi nilikuwa assistant wake, nilikuwa na Saleh Azza na Ali Awadhi na jamaa wengi wastani. Ndio tukawa tumeshughulikia, baadaye tumejitahidi sana kwa uwezo wake Allah, tumejenga misikiti mingi, madrasa, ndio tunashughulikia, tunaendelea nayo mpaka sasa hivi. Ni kitu gani au ni upi msukumo uliowapeleka nyinyi mpaka kuanzisha hiki kitu kinachoitwa au hiki chombo cha Shababu Dawa? Tulikuwa tukitembelea vijijini kabla ya kuunda hiyo taasisi. Tukao tunaona mambo mengi hayaendi sawa. Na tukaona afadhali tutengeneze kabisa taasisi na jina rasmi na tulisajili kusudi tukiwa tunaifanya kazi kwa roho moja bila wasiwasi wa kusema tutashughulikiwa na serikali au vipi. Kwa hiyo Shababu yenyewe iko halali kabisa na document zake tunazo. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuiendeleza, lakini ndio kama hivi unafahamu zamani ilikuwa kidogo tumejijenga, lakini kidogo mchuzi umekwenda vibaya basi, lakini kwa uwezo wake Allah hatujakata tamaa. Mzee Ali bin Said Mubarak kutoka akiwa Shababu Dawa, akiwa ni kijana mwenye nguvu zake, mpaka sasa amekuwa ni mzee wa takriban miaka mingapi kwa sasa? 1946, piga mahesabu sasa hapo. Kwa lugha tunasema umekula chumvi kidogo, lakini pamoja na sukari umu. Sawa. Bila shaka mzee wetu ni mcheshi, ni ukikaa naye unasema huwezi ukapatwa na pressure. Ukitembea maeneo ya vijijini utaona dhurufu za kidawa zilivyokuwa ngumu, bila shaka waliliona hilo.
ewe mwenye uwezo, ewe mwenye nguvu. Wazee hawa wanakwenda, ushababu umeisha tena, nguvu tumechoka. Ushababu ni ajili yetu, tulikuwa vijana na tulikuwa karibuni wote tulikuwa bado miamba, mashababu kabisa. Sawa sawa. Sehemu gani labda tulianzishia, tulikuwa msikiti wa Amini. Tulikuwa tumekaa tukasema, bwana, vipi tukifanya taasisi hii, na katika kuzungumza wazo likaja, tuipe jina gani? Sasa kwa kuwa sisi ni vijana, tuipe jina la vijana, ndio tukaita ile Shabab Dawah. Tuwaunge mkono na tuwape nguvu ili Shababu Dawah iweze kuhuika zaidi na zaidi. Tunatoka katika upande wa Shababu Dawah, tunakuja katika upande wa makaburi ya mlango mmoja. Hebu tupe historia, yani ile hali mpaka kuboreshwa na nafasi yako katika mazingira hayo. Tena bwana, ningekuwa ninajua kama swali yatijitokeza, ningekuja na document yao, tulikuwa wangapi, tulianzisha na majina na nini, lakini kwa kuwa ni ghafla binivu pale tulikuwa na tulikuwa wengi, Yakubu Sherali, mimi kwa wastani tulikuwa watu 10 na kitu. Sawa sawa. Na tulikuwa na misikiti mingi sana. Sawa sawa. Karibu ni ya mji mzima, ajili ya nini? Kupata chochote cha kuweza kufanya maendeleo. Basi tukaenda nayo hivyo hivyo. Sasa ikatokea marehemu Alizao alipofariki, ikawa ile mambo, ukuta hakuna, misingi, maji yanatuharibia, inafukua makaburi. Ndio sasa tukakaa baadhi, tuseme tujitahidi kurekebisha hapa. Sasa hiyo wakati tunazungumzia kurekebisha, wengi wameshakimbia. Sawa sawa. Maana ile kweli inatakiwa kurekebisha, sio bure, lazima kuwe na chochote na chochote tulikuwa tukitegemea katika misikiti, na misikiti mingi ikajitoa. Sasa tumekwenda mpaka tukajikuta tumebaki kama watatu labda hivi kwenye watu 10 na kitu. Baadaye hata watatu ikabaki 2 tu, mimi na mtoto wa Alizahoro. Tukaanza kusimamia sasa mambo ya ujenzi. Ukapata kidogo wafadhili wazee wakawa wanatusaidia mchango, au kama na waibadhi kwa alikuwa amefariki yule mtu maarufu Alizahoro, basi wakawa wanatupa msaada, tukaziba ukuta, tukaweka misingi. Alhamdulillah, ikawa maji hayalete fujo tena kutuharibia misingi kirani makaburi. Na matokeo yake nikajikuta nimebaki peke yangu. Subhanallah. Unaona bwana. Sasa kwa kuwa nimebaki peke yangu, naona mimi nikijitoa patakuwa yatima hapo. Unaona bwana. Nikasema basi mimi nitajivuta hivyo hivyo. Tukatengeneza sehemu ya kuoshea maiti. Tukairipea nyumba ya mlinzi. Sasa hapo tukisaidiana tena, akawa amerudi yule mtoto wa Alizahoro, ndio tukawa tunasaidiana naye. Zaidi nimepata mimi. Unaona bwana, maana ukianguka ukuta, tafadhali inatakiwa sementi, fundi, utapata pesa. Lazima uanze na kupiga round. Ingilia kwenye misikiti tulibakiza misikiti wa baadaye ulipo ujengo wa Bedi, ndio kwa msaidia pamoja na msikiti wa Uhuru, Masjid Nur. Lakini misikiti mingine yote ikawa imejitoa. Lakini mpaka hivi nikawa nimebaki kama peke yangu tu. Nikaona kwa kuwa mimi napata shida peke yangu, nikamwambia jamani, sasa mimi nitaka kufanya kama hii mbio za vijiti. Sawa sawa. Nakimbia, ukimfikia mwenzio unamkabidhi. Sasa mimi nataka nimkabidhi mtu mwingine aendeleze. Mwenyezi Mungu akajalia nikamkabidhi Saleh Azaa. Kwa hiyo mpaka sasa maarufu ni Saleh Azaa ndio anaendelea. Mimi kidogo nimepumzika. Sawa sawa. Kwa kuwa hali ya kiafya na yenyewe hainiruhusu. Basi sasa na yeye kwa kuwa na bahati amepata wafadhili wengi
ndio wanaendeleza mpaka sasa. Lakini wakati wangu mimi ule, wale wafadhili wale usaidia sasa walikuwa wananikwepa. Sawa sawa. Ni kunipa ahadi hazitekelezeki. Unaona bwana? Sawa sawa. Unaweza ukapewa ahadi, basi nitakupa njoo siku fulani, ukienda hamna. Siku atakapokupa ule mwezi uliyekuwa upewe umeshapita na ana cancel. Huwezi kumlazimisha, yeye ndio anajua mfuko wake. Unaona bwana? Kwa hiyo utakachopata ndicho kiendelezea hicho. Sasa ndio. Ndugu mtazamaji, umesikia maneno ya mzee. Huu ni mchango wake katika dini, toka Shababu Da'wa mpaka katika usimamizi wa makaburi ya mlango mmoja. Ukiyaona yamesimama na mandhari nzuri, kuna geti, kuna usafi ndani, basi ujue mzee huyu ana mkono wake na ana nguvu zake. Allah ajalie ulioyafanya katika Uislamu yawe katika mizani ya mema yako siku ya Kiyama. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kiongozi wa umma, kipenzi chetu, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, tunamshukuru sana Allah ambaye ametuwafikisha kwa hatua hii ya kuweza kumweka mzee wetu katika nyumba ya kuelekea kwa Mola wake. Kaburi ndiyo nyumba ya mwanzo ambayo anaoteremka mwanadamu kuelekea kwa Mola wake. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ajalie kaburi hili liwe katika mabustani miongoni mwa bustani ya pepo. Ndugu zangu katika imani, sote tuliokuwa hapa tunamfahamu mzee wetu, mzee Ali Said Mbarak. Alikuwa ni mzee ambaye wa kupigia mfano miongoni mwa wazee, mzee ambaye kila mmoja miongoni mwetu ukimsikia huko alipo akimtaja, anamtaja kwa wema. Ndugu zangu, hakuna kitu ambacho kilichokuwa bora katika maisha yetu katika mgongo huu wa ardhi kama unapoondoka kisha mtu akutaje kwa wema. Na haya ndugu zangu ndiyo ilikuwa ni dua za mitume wa Allah tabaraka wa taala. Waliomba kwamba pindi ambapo ikifika hatima yao kama hii ya leo ya mzee wetu, walimuomba sana Allah pindi wanapoondoka basi waache utaje ulokuwa mwema. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman alimuomba sana Allah, na mnamjua Ibrahim alikuwa ni kipenzi cha Allah. Anasema rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin, Mola wangu naomba unipe elimu yenye manufaa, naomba uniruzuku, unipe hikma, lakini nikutanishe na waja waliokuwa wema. Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, Mola wangu nikishazikwa mimi jaalia wale watakaokuja wanitaje kwa wema. Na fi'lan Allah amejaalia sote tunaposwali katika tahiyatu, katika tashahud, tunamuombea Nabiullah Ibrahim, tukimtaja mtume kisha tunamtaja Nabiullah Ibrahim. Aliomba kwa Allah, Allah ajaalie atajwe kwa mema. Ndugu zangu, mzee wetu huyu nyote mnamjua. Angalia makaburi haya, alisimama zaidi ya miaka takriban 30. Jeshi la mtu mmoja, amesimama kidete mpaka pale alipopata maradhi ndio akawa ameachia. Lakini yote athari unayoiona, ukuta, msingi, kadha wa kadha, alisimama peke yake. Anakwenda kwa mtu, nipe mfuko wa simenti, nipe mchanga, nipe kadha, fanya hivi, fanya hivi. Kisha alisaidiwa na watu wengine, lakini alisimama katika kazi kama hii. Huu ni wema ambao kaufanya. Si huu tu, kajenga misikiti mingi, kasimamia vijijini, zaidi ya misikiti mingi
mzee huyu kaijenga kwa mkono wake, anakwenda anabeba katika gari yake simenti anapeleka. Hizi ndio kazi za kupigiwa mifano. Ukiondoka watu wanakutaja kwa wema kama huu. Ndugu zangu, haya maneno kila mmoja anatakiwa alilie kwa Mola wake. Anapoondoka watu wamtaje kwa wema wake, kwa sababu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas ibn Malik muttafaqun alayhi, mtume anasema yule ambaye mtakayemtaja kwa wema, man athnaytum alayhi bil khairi wajabat lahu aljanna, mtakayemsifia kwa khairi mtu huyo Allah amewajibisha mtu huyo aende peponi. Wa man athna alayhi bishar wajabat alayhi an-nar, yule mtakayemtaja kwa shari basi Allah amemwajibisha mtu yule kwenda katika moto wa jahannam, iyadhan billah. Kwa nini? Mtume anasema antum shuhada Allah fil ardi, antum shuhada Allah fil ardi, antum shuhada Allah fil ardi. Kataja mara 3 neno hili kwamba nyinyi mashahidi wa Allah katika ardhi. Mkimsifia mtu kwa wema, basi bila shaka Allah amemwajibisha mtu yule kwenda katika pepo ya Allah. Ogopa sana katika maisha haya, kila mtu moyo wake awe anakutazama katika sura ambayo Allah hairidhii. Fanya haraka katika maisha haya kutengeneza akhera yako, kwa sababu ndugu zangu, wako watu aina mbili aliwataja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu inda Bukhari wa Muslim, murra alayhi aljanaza faqala mustarihun wa mustarahu minhu. Lilipita janaza kwa Mtume Muhammadin sallallahu mbele yake, akasema mnaona janaza hili ni mustarihun au mustarahu minhu, anaweza akawa anastarehe yeye au watu wakastarehe kutokana na yeye. Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, wama mustarihun wa mustarahu minhu? Akasema innal abda almu'min yastarihu min nasabi dunya, hakika mja aliyekuwa mwema anapoondoka katika ulimwengu, zile tabu za misukosuko ya ulimwengu, anastarehe, anakwenda kula pension kwa Mola wake, anakwenda kutana na Mola wake. Kwa nini? Man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu, yule ambaye anapenda kutana na Mola wake na Allah ana shauku ya kutana naye. Kwa hiyo mu'min, zile tabu za dhiki za ulimwengu huu, ulimwengu una nini huu? Kuna starehe gani? Kuna kheri gani ambayo inaweza leo kwa maisha ya miaka 50, miaka 40, miaka 80, miaka 100 inaweza kutusahaulisha na hali kama hii mnaoiona ndani ya mwanandani huu? Vipi utakutana na Mola katika hali ya namna hii? Huyu mzee alikuwa mwema, namwomba Allah amruzuku, amjalie, amuingize katika pepo yake. Na sinamwomba Allah kwa huruma zake, mapenzi yake, taufiki yake, atupe mwisho uliokuwa mwema. Hali hii inatisha ndugu zangu, sikwambii mimi au wewe, ilimtoa machozi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unakuja hapa unaangalia biashara, umeuza hujauza, umekaa hapa unaangalia kesho game Simba na Yanga itakuwaje, umekaa hapa pengine hata kuswali hutaki kuswali, watu wapeleka jeneza msikitini, wewe hakuna. Mtume alikuwa akiingia kwenye viwanja hivi, akhraja al-Imam Ahmad, Mtume Muhammad jalasa ala shafiri al-qabr, kaketi kule, hadithi ya Bara ibn Azib, anaangalia mtu anachukuliwa, anawekwa ndani ya mwanandani, watu wanamshughulikia, wanamweka pale, anaangalia sahaba wake, machozi yanamtoka, fabaka hata balla farah. Huyu ni Mtume analia mpaka machozi yanatoka katika ardhi, yanabadilisha udongo, yanaisha athari ya kilio. Anaelia ni nani? Anaelia ni yule ambaye sahibu shafaa, amepewa idhini na Allah siku ya Kiyama, peke yake ndiye atakayeomba dua. Lakini analia kwa uzito wa kuona ndani ya kaburi, analia kuona masahaba wake anawekwa, kisha anawageukia masahaba, ya ikhwani, enyi ndugu zangu, kaita katika lafti ambayo ya kubembeleza, ya mapenzi, ya ikhwani, enyi vipenzi vyangu, limithli hadha, mfano huyu ambaye mnayemweka, faiduhu, jiandaeni, jiandaeni. Na wewe ndugu yangu utamwacha mke wako, mtoto wako, rafiki yako, biashara yako, kila ambacho utakimbilia, kima kitakutangulia au utaitangulia. Cha msingi ni kumwomba Allah turuzuku mwisho uliokuwa mwema.
Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.